Ninawasalimu kwa jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana kwa kuwepo kwako asubuhi hii ya leo, na ninamwamini Mungu kwamba umeamka salama kwa neema ya Mungu, na Mungu atatupa neema katika asubuhi nyingine tena, siku ya pili ya mwezi Julai. Sasa kwa dakika kama 7 au 8 ninaomba nikupe picha ya namna tunaomba asubuhi hii ya leo, siku ya pili ya mwezi wa 7. Bwana Yesu asifiwe. Jana tulikuwa tunashughulika na malango, lakini leo siku yetu leo ya siku ya pili ya tatu kwenye huduma ya pili. Unajua nimepoteza, nimeandika wapi? Bwana Yesu asifiwe. Sasa nashangaa sijui nimefunguaje daftari langu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maombi adui amebaki nayo hotelini. Kila ambacho nataka kusema hapa ni hiki: siku ya leo ni siku ambayo tunakwenda kuomba kwa kitu kinaitwa maombi ya kinabii. Hebu sema maombi ya kinabii. Ndio nataka kuyaomba siku ya leo, na nimetulia usiku wa manane nikaandika vizuri sana. Alafu nimeandika humu, alafu nashangaa vile adui ameficha maombi yangu. Na tunapokwenda kuomba kwenye maombi haya ya kinabii, ninaomba hebu fungua Biblia, maana pia nina kumbukumbu. Maana ilikuwa ni usiku ndo nilikuwa nimeomba mapema, sikupata mwelekeo, lakini usiku nilipoamshwa ndio nimepata mwelekeo mzuri. Kitabu cha Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari, Mwanzo sura ile ya 2 na ule mstari wa 2 na mstari wa 3. Hilo ni jambo la kwanza, na ni ombi ambalo tunakwenda kuliomba mbele za Mungu. Biblia inasema basi siku ya 7, hebu sema siku ya 7 Mungu alimaliza. Sema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote aliyoifanya. Sema siku ya 7. Sema tena siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yake yote. Alimaliza. Sasa naomba leo kwa dakika moja au sekunde moja, naomba unipatie majibu hivi. Unajua tunajua Mungu aliumba mbingu na nchi kwa siku 6. Hebu sema kwa siku ngapi? 6. Siku ya 7 akafanya nini? Sasa naomba usome, kama una Biblia kwenye simu, hebu sema na siku ya 7 Mungu alimaliza. Siku ya 6, siku ya 7. Anataka tu ubaki na huo mjadala kwenye moyo wako. Hebu sema, au Biblia ya kwako inasemaje? Mungu alifanya nini? Hivi tukisema ulimaliza siku ya 7 tuna maana gani? Nimeleta swali gumu kidogo, lakini ndio maana ya kuja asubuhi. Hebu sema siku ya 7. Sina maana ya kwamba wewe unafanya kazi siku ya 7 usije ibadani, lakini nitaka ufikiri jambo fulani, lakini turudi kwenye hilo jambo. Hebu sema siku ya 7 Mungu alimaliza. Nachotaka pale ni 7. Sema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya. Mungu akastarehe.
Bwana Yesu asifiwe. Sasa hebu sema tuna mwezi wa 7. Sema tuna mwezi wa 7. Tunataka kusimama na namba 7. Sema namba 7. Mwezi wa 7, namba 7. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo siku ya 7, mwezi wa 7, tunataka kuona Mungu kuna kazi ameimaliza. Yaani kuna jambo likamilishwe ndani ya mwezi wa 7. Na Mungu akupatie kustarehe ndani ya mwezi wa 7. Jambo la pili, kitabu cha Joshua sura ile ya 6. Joshua sura ile ya 6 mstari wa 1. Basi Yeriko ulikuwa umefungwa kabisa kwa sababu ya wana wa Israeli. Kufungwa kwa Yeriko, sababu ya kufungwa ilikuwa ni wana wa Israeli. Sasa mwambie jirani yako, kuna mambo yanaweza yakafungwa kwa sababu ya wewe kuwepo hapo. Yaani kabla hayajafunguliwa, kwanza yanaweza kuwa yamefungwa kwa sababu kuna Mwisraeli yuko pembeni hapo na anatakiwa aingie aendelee mbele hapo. Shetani anapogundua kwamba kuna Mwebrania mmoja yuko hapo, anaweza kafunga malango ya mji. Anaweza kafunga malango ya fedha. Anaweza kafunga malango ya vitu kwa sababu ya wana wa Israeli. Kwa hiyo hakuna kilichotoka wala hakuna kilichoingia. Na hao walipaswa wapite hapo, maana wamepewa hapo. Lakini shetani akawaambia wale wa Yeriko, funga. Hakikisha hatoki mtu, haingii mtu. Hao walioko wanataka kuja hapo hawezi kuingia hapo. Hata kama wamepewa na Mungu wasiingie hapo. Sasa maelekezo ya Mungu yalikuwa ni nini? Zungukeni mara 7 mji huu, na siku ya 7 mzunguke tena mara 7. Hayo malango na hizo kuta zitaanguka. Kama hawakutaka muingie, mtaingia. Kama hawakutaka mpite, mtapita. Sasa leo tunasimama na ile 7. Sema 7. Hebu sema lango lolote la mji huu lililokuwa limefungwa kwa ajili ya Betheli, asiingie mtu wala asitoke mtu. Sema leo ni 7. Sema tunasimama na 7. Sema leo tunasimama na ukamilifu wa Mungu. Lazima hilo lango lianguke. Lazima hizo kuta zianguke. Lazima tuingie, tutamalaki. Lazima mji uwe na kila kilicho ndani ya mji kiwe wakfu kwa ajili ya Bwana, kwa jina la Yesu. Kwa hiyo leo tutakwenda kuomba. Hakuna chochote mbele yako kitabakia kinesimama kinachokwambia huingii. Hicho kinachosema huingii leo kinaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Hicho kinachosema hupiti leo kinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3. Bwana asifiwe. Wafalme wa kwanza sura ya 5. Wafalme wa kwanza sura ya 5. Mstari tu kama 2 pale. Wafalme wa kwanza sura ya 5. Hivi ni wafalme wa kwanza? Hapana, si wafalme wa kwanza. Takuwa nimechanganya hesabu hapa.
Sijui unaweza kuzima simu yako. Ngoja niangalie. Wafalme wa pili sura ile ya 5. Ule mstari wa kwanza unamuona Naamani jemedali wa vikosi vya Sham. Alikuwa na ukoma. Ule mstari wa 10 Biblia inasema naye Elisha akampelekea mjumbe akisema, enenda ukaoge katika Yordani mara 7 na nyama ya mwili wako itakurudia nawe utakuwa safi. Sasa leo nataka usimame katika neno hili. Hata kama kwa miaka mingi hiyo hali ya udhaifu imekuondolea heshima yako na furaha yako, leo simama na 7. Kaoge mara 7. Leo nataka utamke jina la Yesu mara 7 kwa ajili ya afya yako. Damu ya Yesu mara 7 kwa ajili ya afya yako. Sema, yule alijichovya Yordani kwa neno la Bwana, na mimi kwa neno la Bwana asubuhi ya leo nataja jina la Yesu. Najichovya ndani ya damu ya Yesu. Udhaifu wote ulionionea, mwili wako ukawe safi katika jina la Yesu. Usitoke hapa leo na ukoma na udhaifu wote uliokutesa. Shika hili neno, simama na hili neno. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ya muda, ili tutamke haya mambo haraka haraka. Kwenye Wafalme wa kwanza sura ile ya 18, ule mstari wa 41, lakini kwa ajili ya muda mstari wa 42 na 43. Basi Ahabu akainuka ili ale na kunywa, naye Eliya akapanda juu mpaka kilele cha Kamel, akasujudu kifudifudi, akainama uso mpaka magotini, akamwambia mtumishi wake, kwea sasa utazame upande wa bahari. Akakwea akatazama na kusema, hakuna kitu. Naye akanena, enenda tena mara 7. Enenda tena mara 7. Ikawa mara ya 7 akasema, tazama wingu linatoka katika bahari, nalo ni dogo kama mkono wa mtu. Akasema, enenda umwambie Ahabu, tandika ushuke, mvua isikuzuie. Muda mfupi mbingu zikawa nyeusi, mawingu na upepo, ikanyesha mvua nyingi sana, ukame ukakoma. Leo tutakapokuwa tunahitimisha maombi yetu, tutapiga magoti, tutamsujudia Bwana. Ukame wa kiroho ukome Betheli. Leo ukame wowote kwenye mambo yako ukome leo. Huu mwezi wa 7 tunasimama na namba ya ukamilifu ya Mungu, kwamba kwa neno la Bwana mwezi huu Mungu atubadilishie mambo. Ule ukame wa siku nyingi kwenye mambo ya rohoni na mambo ya mwilini ukome leo. Watu wapate chakula, watu wafanikiwe. Yani idara na mipango, mvua inyeshe leo. Enenda tena mara 7. Leo wiki hii tunapopaka tumalize maombi siku ya 7 Jumapili, hatuwezi kubaki kama tulivyo.
natamani wakati usiku natafakari, nikatamani sana. Unajua muda umeisha. Unajua nilikuwa naomba, halafu wetu siji nawaza. Hebu sema mtumishi alikuwa anawaza. Siji nawaza vizuri. Hebu sema nilikuwa nawaza tu. Yaani nawaza. Unajua nawaza nini? Nawaza baba yetu Orososi amesimama, lakini kule mbele kuna watu wengi, yaani kuanzia 5,000 kwenda mbele. Wote wamekaa kwenye viti. Halafu wameinua mikono, anatubariki. Yaani mbingu zimepasuka. Yametendeka mambo ya ajabu. Tunakumbuka siku moja tulikuwa tunaomba mpaka na kina Maloda walikuwepo. Tulikuwa tunasema Betheli sio hii. Halafu ile Betheli yetu imekuja. Simama pale ulipo. Inua mikono yako. Sema, Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo ninainua mikono yangu. Nitakase kwa damu ya Yesu. Nioshe kwa damu ya Yesu. Nisafishe kwa damu ya Yesu. Mungu wangu, Baba yangu, asubuhi ya leo ninakuomba sana, Bwana, ondoa unajisi kwangu, ondoa uovu kwangu kwa damu ya Yesu Kristo. Nioshe asubuhi ya leo. Nimeamka, nimekimbilia madhabahuni mbele za uso wako, magotini pako, chini ya uwepo wako na mbawa zako. Bwana wangu, natamani sana uso wako uende nasi, nishibishwe na sura yako asubuhi ya leo. Mwezi wa saba mwaka 2025, nainua mikono yangu. Baba yangu, neno lako lasema siku ya 7 Mungu alimaliza kazi yote aliyoifanya, akastarehe, akabariki siku ya 7. Baba yangu na Mungu wangu, toka Januari ilikuwa ni 1, ikaja 2, ikaja 3, ikaja 4, tukaja mwezi wa 5, tukaja 6, leo ni 7. Baba yangu, kwa jina lako lililo takatifu, kwa roho 7 za Mungu wetu, asubuhi ya leo kamilisha kazi unayoifanya hapa Betheli. Tupe kustarehe, kwa sababu kuna kazi inakamilishwa leo, inakamilishwa ndani ya mwezi wa 7. Bwana, ndani ya mwezi wa 7 kamilisha kazi kwenye maisha yangu, kamilisha kazi, unipe kustarehe. Kuna kazi nimetamani ikamilike, yako maono nimetamani yakamilike, iko ndoto nimetamani itimie, iko mipango nimetamani ikamilike. Bwana, kamilisha leo, kamilisha leo kazi yako unayoifanya kuanzia leo mwezi wa 7 tarehe ya 2. Bwana, kamilisha mwezi wa 7. Tunaunena mwezi huu ni mwezi wa utimilifu, ni mwezi wa mambo kukamilika, mambo kukamilika ndani ya kanisa la Bwana. Mambo yakamilike kwenye maisha yangu, yale ambayo Mungu unayafanya kwenye moyo wangu yakamilishe sasa. Yale ambayo Mungu unayafanya kwa mikono yangu yakamilishe sasa. Yale ambayo Mungu unafanya
ndani ya kanisa hili. Mwezi wa 7 Baba, kamilisha kupanua mipaka. Mwezi wa 7 Bwana, kamilisha swala la uamsho. Mwezi wa 7 Bwana, kamilisha swala la uchumi wangu. Mwezi wa 7 Jehova, neno linasema ukabariki, ukastarehe, na ukawaambia wanadamu wastarehe siku ya 7. Mwezi wa 7 tupe kustarehe. Bwana, naomba tupe kustarehe mwezi wa 7, tupe kustarehe. Na mwenda mwambie Bwana dakika 2 tu. Mwambie Bwana nipe kustarehe. Mwambie Bwana kamilisha. Mwambie Bwana kamilisha. Kuna kitu Mungu anafanya kwenye maisha yako kwa muda mrefu sana. Mwambie Bwana kamilisha kile ambacho unakifanya kwangu. Mwambie Bwana kamilisha. Ambie Yesu kamilisha. Ambie Bwana kamilisha. Ambie Bwana kamilisha kile unachofanya. Ambie Bwana kamilisha. Ambie Yesu kamilisha. Kama unaweza kuniongezea hizi monitor kidogo utanisaidia. Ambie Bwana kamilisha. Jehova kamilisha. Baba kamilisha. Yesu kamilisha. Baba kamilisha. Kamilisha kile unafanya. Jehova kamilisha kile unafanya. Yesu kamilisha kile unafanya. Bwana kamilisha. Mwezi wa 7 kuna jambo naomba likamilike. Yesu, kuna jambo naomba likamilike. Ndani ya mwezi wa 7 kuna jambo Yesu naomba likamilike. Likamilike hapa Betheli. Bwana, Betheli kastarehe, watu wakastarehe, watu wakastarehe. Bariki watu mwezi wa 7. Mwezi wa 7 uambatane na matukio ya baraka. Mwezi wa 7 uambatane na matukio ya starehe. Watu wakastareheshwe, wagonjwa wakastarehe, magonjwa yakiwa yameondoka, wafanyabiashara wakastarehe, mipango yao ikawa imekamilika, kanisa likastarehe. Kuwe na neema ya Mungu. Bwana, achilia neema ya kwako, neema ya kwako kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Inua mikono yako. Sijui kama unaelewa ninachozungumza, tunachoomba. Inua mikono yako. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Bwana Yesu, kamilisha, 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 maliza. Bwana, kuna jambo likamilike kwenye maisha yangu, ndani ya kanisa hili. Neema ya kustarehe, ule uamsho utakaoleta raha, utakaoleta furaha, utakaoleta pumziko, uachiliwe ndani ya mwezi wa 7. Zile baraka zako zitakazoleta familia kustarehe ziachiliwe kwenye maisha yangu. Ulibariki siku ya 7, mwezi wa 7. Achilia baraka isiyo ya kawaida ndani ya kanisa na ndani ya maisha yangu. Mungu wangu, baba yangu, achilia hiyo baraka, achilia hiyo baraka. Kamilisha Baba, kamilisha Yesu, kamilisha kazi hii, kamilisha Bwana. Liko jambo nimelitamani Baba ufanyaye mambo yakakamilika. Kamilisha, kamilisha, kamilisha. Sema Baba, kwa jina la Yesu, asubuhi ya leo, asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu, tazama malango yamefungwa kwa ajili yetu, kwa ajili ya Betheli. Malango fulani yalifungwa Arusha kwa ajili yangu. Kulikuwa na malango yamefungwa. Neno linasema Yeriko ilikuwa imefungwa kwa ajili ya wana wa Israeli. Leo tunasimama kwa neno la Bwana. Mageti yote yaliyofungwa kinyume na Betheli, mageti yote yaliyofungwa kinyume na familia, ili watu wasiingie wala wasitoke, na kila ukuta uliosimama unaosema hapiti mtu, hatoki mtu, leo kwa neno la Bwana alilompa Joshua tunasimama na hilo neno kwa namba 7. Leo
kwa neno la Bwana. Nazunguka hiyo Yeriko kwa jina la Yesu. Nazunguka hiyo Yeriko ya umasikini, hiyo Yeriko izuiayo kanisa, leo naizunguka mara 7 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Mara ya 6 kwa jina la Yesu, mara ya 7 kwa jina la Yesu. Anguka, anguka kila geti, anguka kila ukuta, anguka kwa jina la Yesu. Anguka leo, anguka leo, anguka leo, anguka leo. Hebu nenda, simama, nenda, tamka, tamka Yesu mara 7, tamka damu yake mara 7. Hesabu na vidole vyako kabisa kila kilichokuwa kimefungwa kinyume na Betheli, kinyume na maono ya Betheli, kinyume na huduma iliyobebwa na mtumishi wa Mungu Orososi. Kile kilichokuwa kimesimama hapa Arusha, Arusha ikafungwa, mabilioni yasiletwe hapa. Arusha ikafungwa, watu maelfu wasiingie hapa. Arusha ikafungwa kwamba magari ya injili yasiingie hapa. Arusha ikafungwa kwamba utajiri wa mji huu usiingie hapa. Leo kwa neno la Bwana, kwa neno la Bwana, leo hiyo Yeriko, hizo kuta, hayo mageti ya kiroho kwenye ulimwengu wa roho, walipomuona Orososi amekuja kijenge, wakafunga mageti. Kuzimu ikafunga mageti, kuta ikafunga mageti, ikasema mtu aingie hapa. Kwa jina la Bwana leo, kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Anguka, anguka, anguka kila ukuta, anguka kila geti, anguka kila ukuta, anguka kila geti, anguka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila ukuta mbele ya maisha yangu uliosimama, anguka kwa jina la Yesu, anguka kwa jina la Yesu, anguka kwa jina la Yesu. Sema amen. Inua mikono yako, sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Leo kila geti lililofungwa mbele yangu, linalosema hauingii kwenye hayo maisha, hauingii kwenye hiyo ahadi uliyopewa na Mungu, hauingii kwenye Kanani yako, hilo geti, hilo geti, hilo geti, hizo kuta, leo natamka, tunatamka kama Waebrania, kama taifa la Israeli, kwa pamoja tunatamka Arusha ni yetu. Tumepewa na Bwana Arusha yenyewe na watu wake na kila kilicho ndani ya mji huu na jiji hili ni haki yetu na ni haki ya Bwana. Tunamtamka Bwana wa majeshi mara 7, mara 7 kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Anguka, 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 anguka. Inua mikono yako, sema katika jina la Yesu. Leo ninasimama kwa neno la Bwana alilolinena Elisha mtumishi wa Mungu mbele ya Naamani jemedari wa mfalme wa Shamu. Leo hii nami nasimama kwa neno hilo, kwa kila ugonjwa na madhaifu yaliyonionea na yaliyoonea watu wa nyumba yangu, kila ugonjwa uliotesa viungo vyangu, mwili wangu, familia yangu, maisha yangu, leo nasimama kwa neno hili asubuhi ya leo, mwezi wa 7, nasimama kwa neno la Bwana alilolinena Elisha kwa Naamani. Nenda kaoge
katika Yordani mara 7, na ngozi ya mwili wako itakuwa safi. Nami leo naingia katika Yordani ya damu ya Yesu na jina la Yesu. Leo naingia ndani ya maji ya uzima yaitwayo Roho Mtakatifu, yaitwayo Roho wa Mungu. Naingia humo ndani, na haya magonjwa mara 7 naingia ndani. Naoga leo ndani ya mto wa damu ya Yesu, ndani ya mto wa Roho Mtakatifu. Leo nazama mara 7, mara 7 kwa jina la Yesu. Mara ya kwanza kwa jina la Yesu, mara ya pili kwa jina la Yesu, mara ya 3 kwa jina la Yesu, mara ya 4 kwa jina la Yesu, mara ya 5 kwa jina la Yesu, mara ya 6 kwa jina la Yesu, mara ya 7. Wewe ugonjwa potea, potea. Maradhi potea, sukari potea, kansa potea, allergy potea, magonjwa potea, potea. Tamka sasa, tamka dakika moja, tamka, mwambie Bwana, leo naingia kwa neno lako. Nazama ndani ya roho ya uzima, nazama ndani ya roho ya uponyaji, nazama ndani ya roho ya uzima, maji ya uzima, maji ya uzima. Tumbukia humo ndani. Amini kwa jina la Bwana kwamba leo, kwamba leo, kwamba leo, kwamba leo, nenda rohoni, jifanye unazama katika roho. Ingia, ingia, ingia ndani ya damu, ingia ndani ya jina la Yesu, ingia ndani ya nguvu ya uzima ya mwana kondoo, ingia ndani ya maji ya Roho Mtakatifu. Na tamka, ngozi yako iwe safi, damu yako iwe safi, mifupa yako, viungo vyako viwe safi leo. Ramashekete rikarabababa reketekete rakatakata. Magonjwa yanapukutika, magonjwa yanayeyuka, magonjwa yanapotea, magonjwa yanapotea, magonjwa yanapotea, magonjwa yanapotea, magonjwa yanapotea. Rekete rakata reketea rabababa rakatata rekesaka rabababa rikataya rekeyaka rabababa. Magonjwa yanapotea. Rakate rikapata rakataka reketeke rikayaka rakaka 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 rakate reketeka rakapapa rakateka rakakaka rakakaka rekekekete reketekete rikakataya rakakataka rakatekete. Endelea tu dakika moja, endelea dakika moja. Magonjwa yanapotea. Reka makata rakatekete reketekeshe rakatakaka rakapapa rekeshekete rekatatata rakatetete. Katika jina la Yesu sema amen. Sema amen. Ina mikono yako. Sema katika jina la Yesu. Jehova, na kuinulia mikono yangu asubuhi ya leo. Ninasimama sawa na neno lako kwa kinywa cha Elia. Kwa kinywa cha Elia akiwa juu ya mlima Kameli, alimwambia msaidizi wake, wakati ukame umekazana sana, watu wamekufa kwa sababu ya ukame, watu wanalia kwa sababu ya ukame. Bwana, ninasimama katikati ya ukame huu kwa neno la Bwana, ukame wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Ile chemichemi iliyokuwa imepotea kwa miaka mingi ndani yangu na ndani ya familia yangu, ile mvua ya baraka iliyokuwa imepotea kwenye mikono yangu na maisha yangu kwa miaka mingi, leo ninasimama kwa neno la Bwana kama Elia aliyepanda mlimani. Nami asubuhi ya leo
nimepanda mlimani kwa Bwana, hekaruni kwa Bwana, nikiwa na neno la Bwana. Leo hii najionyesha kwa Ahabu, sikia mfalme wa anga la Arusha, sikia mfalme wa anga la Tanzania, kwa neno la Bwana leo. Kuna mvua tele kwenye maisha yangu, kuna mvua tele ya Roho wa Bwana hapa Betheli, kuna mvua tele ya baraka za Bwana kuanzia mwezi wa 7. Leo hii Elia alienda juu ya mlima Kameri, akapiga magoti, akasujudu, akaomba. Nami napiga magoti. Baba, ukame ni mkubwa, ukame ni mkubwa. Jehova, tumekaukiwa sana, tumekaukiwa vipawa, tumekaukiwa karama, tumekaukiwa neema, tumekaukiwa utukufu wako, tumekaukiwa nguvu zako, tumekaukiwa neema zako. Leo napiga magoti kama Elisha, napiga magoti kama Elia. Niko hapa madhabahuni, niko hapa mbele zako, Jehova. Elia akamwambia yule mfanyakazi wake, nenda mara 7, nenda mara 7. Leo Baba, na ionekane ya kwamba mwezi wa 7 ni mara ya 7 ya kuingia kwetu katika maombi, ya kuingia kwetu mbele za uso wako. Sasa na inama kwako mara 7 hii. Bwana, acha wingu litokee leo, acha mvua inyeshe leo, acha wingu la Roho wako litokee leo. Kuanzia leo kuwe na wingu, kuanzia leo kuwe na mvua, mvua ya baraka, mvua ya neema, mvua ya neema, mvua ya mema. Jehova, acha inyeshe na kuinamia na kusujudia. Inyeshe leo mvua ya Roho wako, inyeshe leo, uamshe uje leo, mabadiliko yaje, yaje Betheli. Inyeshe kwenye familia, inyeshe kwenye biashara, inyeshe makazini, inyeshe. Bwana, komesha ukame, komesha ukame, komesha ukame, komesha ukame. Inama mbele za Bwana, omba kwa Bwana, ambie Baba, inyeshe ukame, ukome, ukame wa miaka mingi. Reka papa, rakatata, rakateta, rapapapa, reketeke. Sujudu kwa Bwana, inuka, inama mara 7. Reka papa, rakapapa, reketekete, rakapapa, rakapapa, reketekete, rapapapa. Inyeshe Bwana, inyeshe Bwana, inyeshe Bwana. Ni kweli ni jangwa, ni miaka mingi hatujaona hizo baraka, ni miaka mingi hatujaona hayo mema, ni miaka mingi hatujaona hiyo rehema, neema ya Roho wako, furaha ya Roho wako, miujiza ya kweli, miujiza yenye nguvu, matendo yenye nguvu. Acha inyeshe leo, acha inyeshe leo, acha inyeshe leo. Bwana, Bwana, lile wingu litoke, lile wingu litoke. Furaha ya wokovu ireje, furaha ya wokovu ireje, ireje, ireje. Vipawa vije kanisani, karama zije kanisani, neema ije Betheli. Rakapa, reketeka, rakapapa. Naona wingu, naona wingu, naona wingu, naona wingu. Anga linafunguka, mbingu zinafunguka. Rakapapa, rekapapa, rakatata, rakapapa, reketeta, rakapapa, rakateta, rekakaka, rakakaka, rakakaka, rakaka. Anga linapasuka, kuta zimeanguka, ukame umefika mwisho. Hapa yakata, rakakatata, rakatatata, reketetete, rakapapa. Inuka, anza kupiga makofi huku naomba. Rekapataya, rakakakaka. Anga limefunguka, watu wanakwenda kuja, watu wanakwenda kubarikiwa. Karamaka, rekataya, rakapata. Piga tu makofi kwa nguvu. Rekapata, rakateka,
rakata rekete. Ukame umeisha, ukame umeisha, ukame umeisha. Rekamata rakateka rekataya rakapaya. Mbingu zimefunguka, mvua inanyesha, mvua inanyesha. Uamsho, mabadiliko, maelfu ya watu, mambo makubwa paya kata. Majira ya furaha, majira ya ukamilifu, majira ya ushindi. Pokea, pokea, pokea. Siku hii imebarikiwa na Bwana. Bwana kakamilishe, Bwana kakamilishe, Bwana kakamilishe. Pokea hiyo neema, pokea hiyo neema. Mbingu ziko wazi, kuta zimeanguka, magonjwa yamepotea. Naamani anafurahia, analitukuza jina la Bwana. Hakuna ukoma tena, hakuna udhaifu tena, hakuna mateso tena. Rekapaya zekaraka rakakaka. Hakuna atakaye kuzuia. Kuta zimeanguka, kuta zimeanguka, kuta zimeanguka. Shangilia Yesu. Reka shaka raka reke saya pata kesha kara reka paka rekanda shakas karabus rikarabus rabosaka rikarababa rekekeke rakakaka rikakakaka rikakakaka rikakakaka. Sikuwa na waza. Hii ndiyo kweli, hii ndiyo kweli. Betheli inazaliwa, Betheli tunayoitamani inazaliwa, 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 inazaliwa. Sema, Mungu wangu, asante kwa utele katika mikono yangu. Leo nimejazwa kila aina ya neema na ukamilifu wako. Ninatoka hapa, hakuna ukuta, hakuna geti mbele yangu. Ninapotoka hapa, natamka Mungu mwenyewe anakamilisha mipango yangu, kazi zangu, maono yangu. Anakamilisha kazi yake aliyoifanya na anayoifanya mahali hapa na kwenye maisha yangu. Leo hii Baba yangu, nipe chakula, nipe riziki za kila namna, nipe utajiri wa kila namna, nipe furaha, nipe amani. Maisha yangu yawe salama, familia yangu iwe salama kwa jina la Yesu. Malaika wa ulinzi anayelinda watu mchana aambatane nami na familia yangu siku ya leo. Masaa 12 yabebe ushuhuda. Baba, naomba yule malaika wa riziki anayebeba utajiri wa Mungu kwa ajili ya wana wa Mungu anifikirie leo, akifanikisha mambo yote katika mikono yangu siku ya leo. Iwe na ushuhuda, iwe ya furaha, iwe ya amani, iwe ya neema. Bwana wangu na Mungu wangu, na kuomba leo uso wako uende nami. Na kuomba leo, Bwana, nilaze katikati ya majani mabichi. Bwana, naomba siku ya leo wema wako na fadhili zako ziambatane nami, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu tangu sasa na hata milele. Amen.